Na hiki kitabu ni kitabu ambacho mwandishi wake mkuu ama mhusika kwa uandishi mkuu ni nabii wa Bwana Samueli, na baada yake alipozeeka Eli ambaye alikuwa ni nabii pia, na nadhani waliweza kuchukua hatamu za kukikamilishia hiki kitabu, haswa katika waraka wake wa pili ama kitabu cha pili cha Samueli. Na tuliona ya kwamba matukio mbalimbali yalitukia wakati ule ambapo wana wa Israeli walipotoka mikononi mwa waamuzi. Sasa Bwana ameleta mtindo mpya wa kiutawala katika ulimwengu wa roho, na amewaweka makuhani sasa ili ya kwamba waweze kuhudumu katika uwepo na katika hekalu la Bwana. Eli pamoja na Finehasi na Hofni ambao ni wanawake, wakiwa ndio makuhani ambao walishika zamu ya kwanza kwa uongozi. Lakini Bwana anataka kubadilisha ule uongozi pia, na anamleta nabii ambaye yako na majukumu ya kikuhani na pia ya kinabii ambaye ni Samueli. Tunajua vile ambavyo huyu mwana Samueli alivyozaliwa na vile ambavyo Israeli ilivyoanguka katika dhambi ya kuweza kuacha Mungu na kuabudu miungu ya Waekroni na miungu za Ashdodi ambazo zililetwa na wale wa Midiani na Wafilisti ambao waliokuwa jirani zao, na hata pia sanduku la Bwana likitekwa nyara na likaingizwa katika madhabahu za miungu za kigeni. Na tuliweza kuona na kupitia juu vile neno la Bwana lilivyo na vile ambavyo linavyosimulia katika Samueli wa kwanza kuanzia wa kwanza hadi 14. Na sura ya 15 tuliona jambo ambalo ni la maana sana pia likifanyika mahali pale, na tukaona Bwana akitaka kumtoa Sauli kama vile ambavyo neno siku ya leo asubuhi lilikuwa likitutangulia. Na Bwana anaghairi. Bwana anamwambia Samueli katika aya ya 11 hicho kitabu cha Samueli wa kwanza 15 ya kwamba nimejuta na nimeghairi kumchagua Sauli awe mfalme kwa sababu ya nyumba yangu. Yeye alitumwa na akakosa kutii Bwana. Na tunaona Bwana akimwambia Samueli, kwa sababu makosa ambayo Sauli aliyoyafanya ni makosa ambayo ni mabaya, kwa sababu hakumtii Bwana na hakuweza kulitimiza neno la Bwana kama vile ambavyo Bwana alikwisha kumtuma. Na tunamuona Samueli alipokutana tu pamoja na Sauli pale katika mlima wa Bwana Rama, anamwambia ya kwamba mbona haukutii sauti ya Bwana? Mbona haukujua ya kwamba utii ni bora kuliko dhabihu? Na neno linamwambia ya kwamba na moyo ambao unaojiinua, moyo wa kiburi, ni kama mtu ambaye anaabudu miungu ya waganga ama anapigia ramli miungu ambayo si miungu. Na basi Bwana alikuwa amekata kauli ya kwamba lazima mtoe Sauli ili ya kwamba aweze kumweka mtu ambaye ni wa moyo wake. Na tunaona wakati ambapo Bwana anamtuma Samueli ili akamteue Daudi katika sura ya 16, utaona ya kwamba Samueli aliogopa, na alipoambiwa na Bwana, nataka ushuke uenende Bethlehem katika nyumba ya Yese, huko nimejitafutia kijana mtu wa moyo wangu, uende mahali pale umtie mafuta ili ya kwamba aweze kuwa mfalme badala ya huyu Sauli. Samueli aliogopa sana, na neno la Bwana nilikuwa nina tafakari nikiona Samueli akimuuliza Bwana, na wakati Sauli atakaposikia ya kwamba umenituma Bethlehem ili nikamtie mtu mwingine mafuta atawale badala yake, Mungu si huyu mfalme hata niua? Na Bwana amemwambia Samueli, hasha, nitakuwa pamoja na wewe. Na Bwana amekuwa mwema na hata anampea ushauri Samueli, akamwambia ya kwamba shuka, wewe nenda kwa nyumba ya Yese, lakini wale watakao kujuza ama watakao kuuliza unaenda kufanya nini, waambie unashuka mahali pale ili ya kwamba umtolee Bwana aliye hai dhabihu ya kuteketezwa. Usiwaambie umeenda mahali pale kumtia Daudi mafuta aweze kuwa mfalme, lakini waite wazee wa kijiji na hata na watoto wote wa huyu mzee Yese, kijana wake mzaliwa wa kwanza, Abinadamu, wote na Shama, wafike mahali pale ili ya kwamba watakaposimama mbele zangu nitakuonyesha na nitakwambia
vile ambavyo utakavyomteua Daudi aweze kuwa mfalme badala ya Daudi. Na kwa hakika hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kwa wakati wako utasoma uone neno la Bwana likielezea Sauli. Sasa Bwana ametoa mafuta na hata upako uliokuwa juu yake, na sasa Daudi ametawazwa kuwa ni mfalme badala yake. Lakini baada ya hiyo Daudi anarudi katika machungoni ya kondoo za baba yake, na hii sura ya 17 inatuzimulia na kutuonyesha vile ambavyo sasa hawa Wafilisti na wao wameshuka katika bonde kuu. Hili bonde linaitwa bonde la Gera, na wameshuka na nguvu zao na ustadi na uzoefu wao wa vita, ili ya kwamba wahakikishe taifa la Israeli limeangamia. Na kumbuka neno katika aya ya kwanza limeonyesha ya kwamba Wafilisti wako juu ya mlima na Israeli wako ng'ambo ya pili, na katikati ni bonde kuu, bonde la Gera, na wao wameleta mashujaa wao wa vita waweze kukabiliana na jeshi la Israeli. Na hawa watu wote, jeshi lote la Sauli, mpaka Sauli mwenyewe ameshuka katika ule uwanja ili ya kwamba aweze kupigana na hawa Wafilisti. Lakini Wafilisti wamemsongesha hodari wao wa vita ambaye ni Goliathi, ili ya kwamba apigane na wao, na ili ya kwamba ajionyeshe uzoefu na ustadi wake wa vita. Na neno la Bwana nasema ya kwamba akaanza kulitukana jeshi la Israeli, na hata anawaambia kama vile utaona aya 4 hadi 7, akiwaambia ya kwamba toeni mtu mmoja aweze kuja mbele zangu tukabiliane pamoja na wao, na sisi kama mtatushinda basi tutakuwa mateka katika taifa lote la Israeli, na nyinyi tukiwashinda binti zenu na wake wenu na hata na watoto wenu watakuwa mateka katika taifa letu la Wafilisti. Na hata anawauliza, je, nyinyi mnaweza kupigana na sisi? Nyinyi ni watu wa namna gani? Si nyote ni jeshi la Sauli, watu wasio na maana, watu wasiofaa. Huyu mtu, kumbuka, ni mtu ambaye alikuwa ni mkubwa sana, kwa maana yeye alikuwa ni Mnefili ambao walizaliwa na malaika. Huu uzao wa Wanefili na hata na Waanaki ambao waliishi katika nchi ya Filisti ni wale malaika ambao waliasi. Walipofurushwa juu mbinguni, walijichukulia wanawake na wakazaa wao. Kwa hivyo walizaa watu ambao hawakuwa wa kawaida. Biblia inamuelezea na kumsimulia huyu mtu Goliathi. Yeye alikuwa ni mtu vidole 6 kila mkono, na yeye alikuwa ni mtu wa futi 10 katika kipimo cha siku hizi, na yeye alikuwa ni mnene sana. Mkuki wake ulikuwa ni wa takriban kilo 50. Yeye alikuwa na uzoefu, alikuwa na uwezo, alikuwa na nguvu nyingi. Kwa hivyo kwa kujiona kwake amelitukana jeshi hili la Israeli, na hata wamekosa maana. Na tunaona ya kwamba basi baada ya mambo yote Waisraeli wamejiona kweli hawawezi kukabiliana na hawa watu, na hata hawawezi kupigana na wao, na ndiposa wamechagua hata kutoroka. Lakini Sauli yeye kama mfalme amepeana zawadi kwa mtu yote ambaye atakayeweza kujitokeza na hata kupigana na Wafilisti, na hata haswa akapigana na huyu Goliathi. Neno linatuonyesha kwamba amesema ya kwamba atampa binti yake aweze kuwa mke wake. Na jambo la pili, watu wao wataondolewa ushuru, na hata hakuna kulipa riba wala kodi yoyote katika nyumba ya mtu yule ambaye atakayeweza jitokeza ili kupigana na hawa watu. Na mahali hapa tumesoma ndipo tunaona Eliabu ambaye alikuwa ni mzaliwa mkuu wa ndugu yake Daudi, ama kijana mkubwa wa huyu Yese. Yeye amesikia Daudi amefika tu, na Daudi anauliza, je, nilisikia ya kwamba yule atakayepigana na huyu mtu atalipwa nini? Basi kutoka aya 29 ndipo Eliabu ameingia na anauliza, je, wewe uliacha kondoo za baba yako zile chache zikiwa na nani? Kwa sababu ninajua kiburi cha moyo wako, ninajua vile uko na roho mbaya, na hata katika huu uwanja wa vita wewe umekuja ili ya kwamba ujionee vita. Lakini Eliabu hakujua ya kwamba kuna nguvu ukisha kuteuliwa na Mungu. Aliona huyu ni mtoto wao, aliona huyu ni ndugu yake mdogo, kwa sababu Yese
alikuwa na watoto 8, na huyu Daudi ndiye wa mwisho. Sasa yeye hamdhamini popote na hata hamhesabu kuwa ni kitu. Lakini kuna kitu ambacho Eliabu hakuwa anakumbuka, ya kwamba Daudi nguvu za Bwana ziko juu yake, kwa maana amekwisha kutiwa mafuta. Na neno ambalo tulisomewa leo asubuhi katika Samueli wa kwanza 16, neno la Bwana lilisimulia na likatuonyesha ya kwamba baada ya kutiwa mafuta, mara moja Roho wa Bwana alishuka na akawa juu ya maisha yake. Kwa hivyo sasa Eliabu ananena na mtu ambaye hajamuelewa, ananena na mtu ambaye hajajua uweza wake. Huyu si Daudi yule ni mzaliwa wa mwisho katika nyumba ya Yese, bali huyu ni Daudi ambaye ni mtiwa mafuta wa Bwana. Kuna nguvu na kuna uwezo baada ya mtu wa Bwana kuteuliwa na Bwana. Hutaishi maisha ya kawaida ukisha kuteuliwa na Bwana. Na hivyo ndivyo Yohana Mtakatifu alivyoandika na kunakili katika Yohana wa kwanza aya 12. Yohana anasema, kwa maana Kristo alikuja kwa watu wake na wote wakamkataa, lakini sisi tuliomwamini tukafanywa kuwa wana kupitia nguvu na uwezo ndani ya Kristo Yesu, ili ya kwamba tusifanye na tusitembee kwa hali za kawaida, bali tudhihirishe upendo na nguvu za Mwana wa Mungu aliye hai. Na sasa Eliabu anamkemea na hata kumkejeli Daudi na kujua moyo wako. Na je, aliujua moyo wa Daudi namna gani? Ili hali Bwana anamwambia Daudi ya kwamba wewe ni mtu wa moyo wangu. Ni kumaanisha huyu Eliabu hamjui Daudi, kwa sababu Bwana amependezwa na roho yake Daudi. Na neno la Bwana linaendelea kutuonyesha ya kwamba Eliabu anamwambia, ninajua wewe moyo wako, uchafu wako, na hata ulikuja kujionea vita. Na hata je, kondoo zako chache ambazo unazozichunga uliziachana nani? Maneno yale ni ya kumdhihaki, maneno yale ni ya kumkejeli, ni kumuonyesha Daudi vile ambavyo hafai, na yeye ni mtu tu wa kiwango cha chini tu. Lakini hajajua Daudi amefika katika uwanja wa vita akiwa na lengo la kumaliza watezi wa Israeli. Daudi hajakuja kujionea vita, bali amekuja kushindana, kwa maana anajua nguvu na uweza ziko juu ya kichwa chake, kwa maana Bwana amemtia mafuta. Mara nyingi sisi watu wa Mungu tunapigana vita pasipo kujielewa, tunapigana vita pasipo kujua mamlaka na nguvu na uwezo ambazo tumekwisha kupewa. Na Paulo alipokabiliana na wazee wenye itikadi mbaya na hata wenye kuongoza dini la kanisa la Wakorintho, katika waraka wa kwanza sura ya 2 aya yake ya kwanza kwenda 5, utaona mtume Paulo pale akiwaambia ya kwamba kwa maana jinsi hii neno hili ambalo tunalihubiri hatulihubiri kama wengine vile wanavyolifanya. Hatuhubiri neno la Bwana kwa sababu liko juu na ndani ya vichwa vyetu na ndani ya akili zetu, ama kwa sababu tulitaka chochote kutoka mifukoni mwenu, bali tunafunga na hata tunalihubiri neno la Bwana kama watu waliotiwa chapa. Tunalihubiri neno la Bwana katika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu, tukidhihirisha mamlaka iliyo ndani ya neno lile, kwa sababu ndio uweza na nguvu za Mungu Baba zinavyofanya kazi ndani ya maisha yetu. Na sasa Eliabu ameanza kumkemea Daudi, na Daudi amemuuliza, je, makosa yangu ni gani? Je, ni jambo kubwa hivi ambalo linakupasa uongee? Daudi akapinduka akamuelekea mtu mwingine amuulize na asisitiziwe juu ya malipo na kipawa ambacho yule mtu atakayepigana na huyu mtu atakachokipewa. Na tunaona basi wale watu wakamwambia ya kwamba ni vile ambavyo mfalme alivyosema. Basi maneno ya Daudi yakanukuliwa na hata akaenda kupashwa yule mfalme. Na Sauli akasema, Daudi na aletwe kwangu. Daudi mara moja amesimama mbele za mfalme Sauli na anaulizwa, wewe umesema nini? Na Daudi amerudia maneno yake ya kwamba kusiwe na mtu yoyote ambaye atafadhaika, kusiwe na mtu yoyote ambaye roho yake itainama, kwa sababu nimejitolea nipigane na huyo Mfilisti ambaye amelijitukana na jina la Bwana. Na yeye Sauli amemwangalia Daudi na anamwambia, la hasha, wewe hauwezi kukabiliana na yule mtu, kwa sababu yeye
ni hodari, ako na ustadi wa vita, na kutoka ujanani mwake ameishi maisha ya vita. Daudi anamwambia, yote ninayajua, lakini bwana wangu mfalme, nilipokuwa ninachunga kondoo za baba yangu, nimekabiliana na simba, na hata na dubu nimekabiliana nazo, na hata kunyakua wana wa kondoo midomoni mwa simba na hata na dubu. Na hivyo ndivyo hivi huyu Mfilisti nitakavyomfanya siku ya leo, kwa sababu Bwana ako pamoja nami. Basi Sauli aliposikiza maneno akakubaliana na Daudi, lakini akaona pia hafai kuenda katika uwanja wa vita pasipo kuvishwa mavazi ya kivita. Amewekwa chapeo ya shaba katika kichwa chake na mavazi ya Sauli ambayo ni ya vita. Daudi alipojisikiza na hata akafunga upanga katika juu ya yale mavazi, alipojaribu kutembea akashindwa, kwa sababu hakuijaribu. Biblia inasema ya kwamba Daudi hakuwa na uzoefu ya kupigana vita za namna hiyo. Daudi hakutegemea silaha, Daudi hakutegemea mavazi, alilitegemea jina la Mungu wake ambaye alikwisha kumteua. Wakati unapotembea kutoka maisha haya siku ya leo, tembea ukijua Bwana amekuteua. Tembea ukijua uko na uweza, uko na nguvu, upako wa Mungu uko juu yako. Utayashinda yale ambayo baba zako hawakushinda. Waliokutangulia walianguka, lakini wewe hautaanguka, kwa maana Bwana amekwisha kukuteua. Uweza na nguvu ziko pamoja nawe. Wale ndugu zako waliokutangulia wote walishindwa. Wale ambao walikuwa mbele zako wote walianguka, lakini wewe ni tofauti, kwa maana Bwana amekwisha kuwekeza roho wake ndani yako na amekwisha kukuteua ili ya kwamba upigane vita za ushindi ndani ya Kristo Yesu. Basi Daudi amemwambia mfalme, mavazi haya sijayazoea, na hata akayafua mbele zake. Akamwambia mfalme yeye ataenda kwa uwanja wa vita, kwa maana alijua siri, ni kwa maana nguvu na uwezo uko pamoja na yeye, Bwana akisha kuwa upande wake. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Amevua yale mavazi ya kifalme, na hata akachukua fimbo na akajichagulia yeye mwenyewe mawe 5 na lile kombeo lake alilokuwa nao. Na hata Sauli akamwambia, basi enenda na Bwana awe pamoja na wewe. Daudi akashuka, na amejua sasa anga imewekwa wazi, uwanja umetayarishika wake mwenyewe kukabiliana na watenzi wa jeshi hili la Israeli. Na yeye amekaribia Goliathi, mtu mwenye ustadi, na Goliathi na yule aliyebeba ngao yake wameshuka kukutana na yeye. Na neno limetuonyesha ya kwamba Goliathi alipomwona Daudi, alimuona akiwa kijana mzuri mwenye sura ya kupendeza, lakini zaidi ya hiyo hakuna kingine ambacho Daudi chake kilionekana na Goliathi. Na Goliathi anamuuliza, je, mimi ni mbwa unijie kwa rungu na hata na kwa mawe? Na siku hii ya leo sikiza, wewe kijana, mwili wako na nyama zako nazipeana kwa ndege wa angani, ili ya kwamba wakule siku ya leo, kwa maana hautasimama wala hautaliweza. Lakini Daudi alisikia, hata akilaaniwa kwa miungu za Ekroni. Na Daudi anamwambia Sauli, anamwambia huyu Goliathi, nisikize sauti, nisikie neno la Bwana siku ya leo. Wewe umenijilia kwa upanga, kwa mikuki, kwa uweza na kwa uhodari ulionao, lakini mimi naja kwako siku ya leo kwa jina la Bwana Mungu mtakatifu, Bwana wa majeshi, ambaye umelitukana jeshi lake. Na siku hii ya leo nyama zako nazipeana ndege za angani, kwa maana kichwa chako lazima nitakikata. Na hata si wewe tu, hata nyama za wanajeshi wa Wafilisti siku ya leo misoga yao naipeana kwa wanyama wa mwituni. Na huyu Goliathi anajiuliza, maneno haya yanatoka wapi? Na ni nani huyu anamwambia maneno ya namna hii? Daudi yako na Mungu wake, na anajua uweza, anajua nguvu, anajua mamlaka yaliyo nayo ndani ya Kristo Yesu. Ni sisi tulioitwa, ni sisi tuliotengwa. Nilikuwa ninastaajabu na juu ya neno la Bwana alfajiri leo, wakati ambapo nilikuwa na tafakari na kufikiria juu ya maisha ya Yakobo
pamoja na Petero na Yohana. Baada ya kukwea katika mlima ule wa Mizeituni, Yesu amewaita mahali faragani, na yeye amekwea pamoja na wao, kama vile neno katika Marko 9 na Mathayo 17 yanasimulia. Tutaona yeye amekwenda na wao na amewaambia maneno yale ni asili, na yeye baada ya kukaa na wao, Bwana amejidhihirisha na utukufu mkuu ulionekana katika mlima wa Bwana. Na basi baada ya kushuka katika ule mlima, Yakobo ameingia katika mkono wa Herode, na Herode amemuua, yeye amemkata kichwa, hata ameshika Petro, amemweka katika gereza. Na sasa basi mambo yote yanaendelea kufika mwisho. Akawa anamtafuta Yohana, na Yohana pia naye akashikwa. Lakini Petro, wakati ambapo anatetea huduma hii kabla hajauawa, yeye anasema ya kwamba kwa maana maneno haya tunayohubiri, ushuhuda tunao juu ya Kristo Yesu, haikutokana na busara zetu, ni maneno ambayo haikutoka kwa binafsi wala katika mawazo ya kibinadamu, lakini ni sisi tuliokwea katika mlima. Na hata anataja hawa ndugu wengine, anasema tulikuwa na Yakobo na hata na Yohana, wale ambao hata wa sasa sijajua mahali wako, lakini tulikuwa pale utukufu ulipodhihirishwa, na sauti kasema ya kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa, ninaopendezwa na wao. Yeye Petro anaonyesha hii mahakama juu ya nguvu, juu ya mamlaka waliopokea katika ule mlima wa Bwana, na yeye hajaogopa kuuawa, licha ya kwamba anasimulia na hata anaonyesha ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba Yakobo hayuko, na kuna uwezekano hata Yohana anang'ang'ana juu ya maisha yake, lakini Petro wako wazi na anaonyesha kuhani huyu na hata mahakimu wote waliomzunguka ya kwamba neno analolihubiri ni juu ya uweza na nguvu na mamlaka iliyo ndani ya Kristo Yesu. Na Petro anasema ya kwamba licha ya kuwa nimehukumiwa kama mtu ambaye amekosea, kama mtu ambaye amefanya madhara makubwa sana, utukufu na enzi ni kwa yeye aliyeketi katika kiti cha enzi, kwa maana baada ya maisha haya akifunuliwa tutang'aa kama nyota. Petro hajaogopa kwa sababu anajua baada ya mambo haya kuna ushindi na kuna hukumu mwingi uliowekwa mbele zao na Mungu Baba. Neno la Bwana lilinionyesha leo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 48, na mahali pale neno la Bwana lilinishangaza wakati ambapo Yakobo amezeeka na Yusufu pamoja na Manase mtoto wake na hata na Efraim wote wameshuka kwenda kumuona, na neno linanionyesha ya kwamba Yakobo alikuwa ni kipofu nusu na hakuwa anaona vyema. Macho yake yalikuwa yanaendelea kupofuka kwa sababu ya umri wake, lakini walipokaribia, neno linasema yeye alijitia nguvu, akajikaza na akajikokota kutoka katika kitanda chake ili waamkue wajukuu wake waliokuwa wameshuka kumuona. Na jambo la kushangaza ni kwamba alipowashika hivi akiwa haoni, anamwambia Yusufu, wakati ambapo nilipokutana na Bwana pale Lusu, na ni miaka mingi ilikuwa imepita, na Lusu kumbuka ni mahali ambapo Yakobo alipolala siku ya kwanza alipokuwa anatorokea ndugu yake, na wakati huo Yakobo maisha yake yalikuwa hatarini, na ni katika Mwanzo 28 hapo ndipo ambapo alipokutana na Mungu pale Lusu. Jina lake palikuwa ni Lusu, lakini baada ya Yakobo kukabiliana na Mungu na kukutana na Mungu kwa baba yake Ibrahimu na hata na Mungu wa Isaka, yeye amebadilisha jina ya kwamba hapataitwa Lusu tena, jina ya mahali pale patakuwa ni Betheli, kwa maana amekutana na Mungu wa baba yake Ibrahimu na Mungu wa Isaka. Na mahali pale akamtolea Bwana dhabihu na akaomba ombi mbele za Bwana ya kwamba Bwana, kama utakuwa mwema kwangu, kama Bwana utanilinda katika safari yangu, Bwana na unihifadhi, unirudishe katika Harani. Kumbuka alikuwa ameshuka kutoka Beersheba, na yeye anaenda Harani kwa nyumba ya baba yake, mahali ambapo Abrahamu alikuwa na kaburi, na kaburi lile lilikuwa la kuzika uzao wote wa baba yake.
Na sasa namuomba Bwana, ukiwa mwema na unilinde na uniongoze katika safari yangu ya harani. Bwana, chochote ambacho utakachonipea nitakutolea fungu la 10, na hata Bwana nitakuabudu, na mahali hapa ambapo umenitokezea Bwana nitajenga nyumba yako, kwa kuwa hili ni lango lako. Taona malaika wa Bwana akinena na Yakobo mahali pale, na akimwambia kwamba mimi ndiye Mungu wa baba yako Ibrahimu, na mimi ni Mungu wa baba yako Isaka. Nitakuwa mwema pamoja na wewe, nitakusidisha na hata nitakuongeza. Na sasa hii sura 48 utaona huyu mtu wa Mungu Yakobo anayemkuu yale maneno ambayo malaika wa Bwana alinena na yeye na kuyataja mbele ya Yusufu pamoja na Manase na Efraimu. Na anawaambia ya kwamba pale nusu, wakati ambapo nilitoka na nilitoroka ili ndugu yangu Esau asiniue, wakati ule ule malaika wa Bwana alinishukia na akanena nami maneno haya ya kwamba nitakuwa mwema kwako, nitakuzidisha na nitakuongeza, utakuwa baba wa mataifa, nitakuongoza na nitakulinda, na hata nitakuhifadhi, na hata nchi yote ya Kanaani, uzuri wote wa hiyo nchi nitaupea uzao wako. Na sasa wakati ameona hao watoto, ndiye anakumbusha Yusufu yale maneno ambayo yalikuwa yametendeka miaka mingi iliyokuwa imepita. Nakumbuka ya kwamba tulisoma katika kitabu cha Mwanzo sura 26 na hata 25, na tukaona mama yake huyu Yakobo, mama yake alikuwa Rebeka, alipokuwa mjamzito alikuwa na watoto wawili ndani ya tumbo yake. Mmoja wa kwanza ni Esau, na hata wa pili ni huyu Yakobo, na waliishi wakiwa ndani ya tumbo la vita. Na yeye anamuuliza Mungu, ni sababu gani watoto wangu waendelee na ugomvi wakiwa ndani ya tumbo langu? Na Mungu akamjibu Rebeka kwa maono na akamwambia, umebeba mataifa ambayo ni mawili, ya kwamba umebeba mapacha, mmoja ni Esau, atakuwa mbarikiwa, na wa pili pia ni Yakobo, ambaye nitamsidisha na nitakuwa pamoja na yeye, lakini lazima Esau atamtumikia ndugu yake mdogo. Na basi maneno haya yalichukua muda mwingi kabla ya Bwana kutimiza, kwa sababu Bwana amemchagua huyu Yakobo, lakini lazima hatua ifanyike. Baada ya hatua adhihirishe uweza na hata na ushindi wake juu ya lile taifa. Na Yakobo anamwambia Yusufu, maneno yale Bwana amenitendea na yale aliyonena huko Lusu, na hadi siku ya leo Bwana amekuwa mwema kwangu, Bwana amenisaidia. Na hata anamwambia huyu Yusufu, hawa watoto wako sasa ni watoto wangu, wale ambao utazaa nyuma ya hawa watakuwa ndio watoto wangu, lakini Manase na hata Efraimu wakubalie wawe watoto wangu, ili ya kwamba niwabarikishe mbele za Mungu wa baba wa Ibrahimu na Mungu baba mtakatifu wa Isaka. Na yeye aliwakupatia wale watoto mbele za uwepo wa Bwana, akaanza kuwabariki. Na yeye Yusufu, Biblia inasema ya kwamba pamoja na Efraimu na Manase wote wakashuka na kuanguka katika magoti yake, wakamuomba Bwana na wakamlilia sana. Na Yusufu akawa amejikosa mbele za Mungu wake, na yeye baba yake Yakobo akanena maneno makuu mbele za Mungu, na anaweka nadhiri mbele za Bwana ya kwamba nitakapokuwa siyuko Bwana, kwa sababu ya Ibrahimu na hata mtumishi wako Isaka, ulinde watoto hawa vile nilivyo, pamoja na ushirika na wewe, hata nyumba ya hawa watu isije kukuacha Bwana. Na anafanya nadhiri na kuinua mbele za Mungu katika uwepo wake. Siku ya leo jua ya kwamba Bwana amekuita, Bwana amekuchagua. Si ya kwamba baba yako alishindwa, wewe unapaswa kuanguka. Si ya kwamba wazaliwa wako wa kwanza hata nduguze ya kwamba walishindwa, wewe inakupasa uanguke katika ule uwanja wa vita. Eliabu mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yese, na mzaliwa wa pili ya binadamu, na hata mzaliwa wa tatu Shama, wapo katika uwanja wa vita, lakini ushindi hauwezi patikana kwao. Ushindi uko na Daudi, mtoto mdogo ambaye Bwana amemtia mafuta, ambaye Bwana amemchagua ili kumuongoza, ili awashindanie watu hawa, na ili ya kwamba taifa la Israeli lote likombolewe. Na hapa nyumba ya mama yako imekosa ukombozi kwa sababu umekosa kuchukua nafasi yako. Na hapa nyumba yako
nyumba ya mama yako imekosa kuchukua nafasi ya kiroho, kwa sababu wewe umekosa kutambua mamlaka na nguvu ambayo Bwana Mungu Baba umeiweka juu na ndani ya maisha yako ndani ya Kristo Yesu. Ndiposa nabii Isaya miaka mingi zaidi ya miaka 6,000 alitabiri akiwa katika jangwa, na anasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu ili niwakomboe wote walio mateka. Roho wa Bwana ako juu yangu niwatangazia mateka wote mwaka wa Bwana. Roho wa Bwana ako juu yangu ili nitangaze uhuru kwa wote walioonewa. Ni siku ya leo Roho wa Bwana anakukumbusha ya kwamba si maisha ya kungojea kurithi ufalme wa milele, bali ni kutembea katika uwepo na katika nguvu na upako wa Roho Mtakatifu, ukiangusha kila ngome, ukiharibu kila kazi, ukiangusha kila utawala ambao ni wa mwovu Ibilisi, ili ya kwamba utukufu, enzi na adhama ziwe za Mungu wetu. Na tunaona vita ilipoanza, Goliathi na ustadi wake na uzoefu wake wa vita hangeweza kukabiliana na kijana ambaye hana uzoefu, lakini ako na upako wa Bwana. Maadui wanaweza kuwa wamezoea kugandamiza na kuangamiza watu wengi, lakini wewe hawakuwezi. Licha ya kwamba haujapigana vita wao kwa washinda, wao hawawezi kustahimili uweza na nguvu ambazo Mungu Baba wameweka ndani yako. Waganga wanaweza kuwa wamewaua wazee wote wa majijini. Waganga wanaweza kuwa wameangusha kila wachungaji. Waganga wanaweza kuwa wameinamisha kila mtu, lakini wewe ni tofauti na wale ambao wameinamisha. Wewe ni tofauti na wale ambao wameangusha. Wewe ni tofauti na wale wanaoabudu mizimu wameangusha, kwa maana Roho wa Bwana ako juu ya maisha yako. Kuna ushindi baada ya kuteuliwa na Mungu, baada ya kuitwa na Mungu. Kila utawala lazima uiname chini ya nyayo zako. Goliathi alimlaani Daudi kwa miungu ya Ekroni, lakini Daudi anamwambia, wewe umekuja na silaha zako za namna yote, lakini mimi nakukujia siku ya leo kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliyelifukuru na kulitukana jeshi lake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, na hata maneno ya Daudi hayatakuwa ni bure. Amemwambia, nyama zako siku ya leo nazipea ndege za angani, na hata misoga ya jeshi la Wafilisti yote itakuliwa na wanyama wa kondeni. Na hivyo ndivyo vilivyofanyika, kwa maana Daudi alirusha na hata kupingilisha kombeo lake, na jiwe moja likatoka likamgonga yule Goliathi katika uso wake, na yeye akaanguka na akafa. Na kwa sababu alikuwa mtu mnene sana, na Daudi, kumbuka, hajabeba upanga, alienda akakanyanga juu ya mwili wa Goliathi, kisha akaukata kichwa chake, kama vile alivyokuwa amemwahidi ya kwamba kichwa chako siku ya leo nitakiachanisha na shingo lako, na mwili wako utakuwa ni chakula cha ndege wa angani. Basi neno linasimulia, kwa wakati wako utasoma uone basi baada ya Goliathi kukatwa kichwa vile ambavyo vilivyofanyika. Na Daudi huyu mtoto mdogo yule ambaye alikuwa anakumbushwa yeye huchunga kondoo wachache, amemuua huyu shujaa, mtu aliye hodari, na hata kichwa chake amekata. Basi Sauli akapasha ujumbe ya kwamba Goliathi ameanguka mikononi mwa Daudi. Na Daudi sasa ako katika jitihada, ako katika shughuli za kubeba kichwa kile cha yule Goliathi ili akipeleke. Kichwa amekata na kichwa amekibeba ili akielekeze katika nyumba ya mfalme pale Bethlehemu. Akabeba kile kichwa na akaenda nacho. Na sasa Wafilisti walipoona shujaa wao wameanguka, wote walitoroka. Hata jeshi la Sauli likaamka likawafuata, na wengi sana wakafa pale milimani na wakaliwa na ndege wa angani, na hata wengi wao wakaliwa na wanyama wa porini, kama vile Daudi alivyokwisha kunena na yeye. Ni kwa sababu alijua kuna nguvu, alijua kuna mamlaka. Na katika Samueli wa kwanza sura 21 utaona ya kwamba siku ile ambayo huyu Daudi alipokuwa anatoroka ili asiuawe na huyu Sauli, yeye alishuka kwenda Nebo, mahali ambapo
nabii wa Bwana na kuhani wa Bwana Gedi alipokuwa anahudumu katika madhabahu, na yeye kwa sababu alihofia maisha yake alikimbia na kuingia katika hekalu la Bwana, na akamwambia huyu mfalme, huyu nabii na hata huyu kuhani, nisaidie na ibara ile mavazi yako ya kikuhani, ili ya kwamba niingie mbele za Mungu, ni hata niweze kufanya dua na hata sala mbele zake, ili aniokoe kwa mkono wa Daudi wa Sauli ambaye anataka kuniua. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Sura 21 na 22 utasoma uone Daudi akiwa katika hekalu la Bwana, baada ya kuvaa naivara na kupewa mkate na kuhani wa Bwana, amelilia Mungu katika hekalu la Bwana, na yeye akinena na huyu nabii, wanasemezana. Hayo maneno utayasoma katika Zaburi sura ya 20. Daudi alifurahi sana kwa sababu amelakiwa na amekubaliwa na ibada katika nyumba ya Bwana, na mkate uliokuwa wa dhabihu akapewa akala kwa sababu hakuwa na chakula. Na yeye anambariki huyu kuhani na anamwambia ya kwamba Bwana akuitike akiwa Zayuni, wakati utakapomuita akuitike, na nguvu na uweza anao wajibu watu wake wale aliowatia mafuta. Bwana akukumbuke akiwa katika mlima wake wa Zayuni. Anambariki huyu kuhani. Kumbuka alipoingia alimuuliza, je, silaha niko katika hekalu la Bwana? Na huyu nabii wa Bwana akamjibu, ila ule upanga uliokuja nao wakati ulipomuua Goliathi ndio uko katika hekalu la Bwana. Akaushika, akasikia ni mzito sana, na akamwambia hawezi kuenenda nao. Basi Daudi maisha yake yote aliishi kutembea katika upako wa Bwana na katika nguvu zake, na hakuna mahali popote Biblia inatuonyesha kwamba Daudi akipoteza vita yeyote, kwa sababu yeye aliishi maisha ya ushindi, na alijua ya kwamba ukishachaguliwa, nguvu, upako, uweza ziko pamoja na wewe. Namalizia neno ambalo liko katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Utaona Petro na Yakobo pamoja na ndugu yake Yohana wakienda saa 9 katika hekalu kusali, na pale kuna kiwete ambacho kiliishi na kudumu mahali pale mbele za uwepo wa watu wote nje ya lango la Bwana, la hekalu la Bwana, na watu waliishi kuwapea pesa, na ikafika nizamu yao Petro waombe pesa, fedha na dhahabu na yule mtu. Na Petro kwa sababu anajijua, yeye anajua yeye ni mtu wa namna gani, alimwambia huyu mtu na kumkazia macho, wakati aliwaambia nipe fedha na dhahabu nilizo nazo. Ambia tutazame vyema, maana sisi kile tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Fedha na dhahabu hatuna, lakini kwa jina la Yesu amka na uende. Alimwambia hivyo ili ajue yeye si washirika wa kawaida wale walizoea kuingia hekaluni. Yeye si wavuvi wa kawaida wale ambao waliingia na kutoka katika hekaluni. Wao ni watu ambao waliwakilisha Kristo Yesu, watu waliowakilisha Falme wa Mungu Baba katika nguvu, katika uweza na mamlaka ndani ya Kristo Yesu. Baba mtakatifu, Baba mwenye nguvu na uweza wote, tunalishuhudia jina lako takatifu, tunaadhimisha jina lenye mamlaka yote. Asante Baba wa mbingu kwa kutuita na kutuchagua, ukatupea nguvu na uweza na mamlaka. Kwa hakika kuna nguvu kwa wote uliowaweza, wote uliowaita Bwana, uliwapea nguvu na mamlaka ya kufanyika wao kuwa ni wana wako. Bariki watu hawa, tusaidie kila mmoja kutembea katika nguvu zako, kutembea katika mamlaka yako, kutembea katika ushindi wako, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Uweza, adhama, heshima na utukufu ni zako. Uinuliwe Bwana wa mabwana, wewe uliyetukuka, wewe uliyeinuliwa kuliko vitu vyote. Pokea enzi na utukufu, pokea heshima. Unaweza. Asante kwa uweza wako, asante kwa uwepo wako Roho Mtakatifu. Unastahili kuinuliwa, unastahili heshima zote, unastahili utukufu wote. Jina lako liinuliwe, jina lako liheshimiwe. Pokea sifa. Unaweza. Pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe. Watu hawa Baba yangu, hata kana kwamba wameitwa majina
wamekuwa wakifukuliwa, wamekuwa wakidharauliwa. Baba, roho ya ushindi kwa juu yao, washindanie Baba, na udhihirishe kwamba uko pamoja na wao. Tunakuhimidi Baba mtakatifu, tunaliinua jina lako Baba wa mbingu. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako. Hakuna aliye kama wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. Uinuliwe, uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, upewe heshima zote. Viumbe vyote vilivyo hai vinalisifu jina lako. Malaika na makerubi na maserafi wote wanakuheshimu, kwa sababu wewe ni mweza. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa kuwa wewe ni Mungu. Jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na hata tunashukuru. Amen.